Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu, niweze kukufahamisha na kukutaarifu kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ambazo ninazipata siku ya leo ni taarifa tafiti ambazo zinaonyesha mfululizo wa matukio ambayo yameweza kuandamana mpaka kifo cha Bwana Banjo ambaye ni mfanyabiashara wa Arusha. Sasa kuna taarifa ambayo ninaisoma imeandika hivi msikilizaji. Omari Mahita Junior ni mtoto wa IGP wa zamani na OCCID wa sasa wa Arusha na si mgeni wa matukio ya kikatili. Huyu ni mtekaji, mtesaji almaarufu, wananchi wengi wana ushahidi wa ukatili wake. Kisha ikasema kwamba Omari Mahita Junior, the son of the former Inspector General of Police and the current officer in charge of Criminal Investigation Department of Arusha, is no stranger to violence. In 2021, he was a fake witness in the sham trial of Freeman Mbowe. He also was accused of torture and violence by a number of victims before October 2025 during the Tanzanian massacre in October to November 2025. Eyewitnesses placed him on the scene in Sanawari, Arusha, shooting and killing or wounding citizens on the streets. He is also accused of being on the scene last week during the abduction and eventual torture and murder of Banjo, the popular gemstone trader. Mahita is another ICC suspect awaiting trial. Msikilizaji, hii ni taarifa ambayo imeweza kuitumiwa hapa msikilizaji, ambayo inamzungumzia bwana ambaye anaitwa Omari Mahita Junior, ambaye ni mtoto wa IGP wa zamani, na sasa hivi tunavyozungumza yeye ndo OCCID wa Arusha. Bwana huyu msikilizaji, kama taarifa hii inavyosema, katika siku zilizotangulia ameweza kuhusishwa na matukio ya ugaidi, ambayo cha kwanza hapa kama nilivyokusomea alihusika kama shahidi feki kwa kesi cha bwana ambaye anaitwa Freeman Mbowe, lakini pia alishukiwa kuhusika na utesaji na unyanyasaji wa watu katika uchaguzi wa Oktoba 25, lakini pia aliweza kutajwa na watu waliomuona, eyewitnesses, na watu waliomuona Arusha mjini akiwaua, akitupa marisasi kwa watu walioandamana katika mkoa wa Arusha. Kwa hivyo bwana huyu ameweza kuhusishwa na matukio kadhaa msikilizaji, ambayo ni ya kigaidi. Lakini sasa shahidi pia aliyeweza kushuhudia utekaji na mauaji ya Banjo amesema kwamba bwana Mahita alikuwa yuko pale na yeye ndio aliweza kuwa kama ana provide ulinzi wakati wenzake wanaendelea kumnyonga huyu bwana. Kisha nataka tufuate mtiririko huu msikilizaji, tuweze kuona kama hiki kitu kweli kina make sense ama ni fiction. Haya. Na bwana huyu ambaye anaitwa Mafuele
alikuwa ni OCCID wa Arusha kutoka mwaka 2011 mpaka 2015. Mafwele huyu anahusishwa na visa vya utekaji na mauaji ya Watanzania. Haya, baadaye akawa Regional Crimes Officer ama RCO wa Arusha. Haya, baadaye huyu sasa Omari Mahita huyu Junior alikuwa ni mdogo wake kipindi hicho. Haya, baadaye Omari huyu sasa ndio OCCID wa Arusha. Haya, msikilizaji, ikiwa tunaangalia vizuri, kipindi Mafwele ni OCCID, huyu Mahita ni mdogo wake. Yaani ni kama yule mtu ambaye unamuonyesha kazi, ukiondoka unamuachia achukue usukani. Kwa hivyo ndo baadaye Mafwele alivyoondoka hapa kama OCCID, bwana huyu Mahita akachukua nafasi yake. Na vitendo ni vile vile. Mafwele na huyu bwana Mahita wote wanahusishwa na visa vya utekaji na mauaji ya wananchi nchini Tanzania. Sasa Mahita amewaumiza watu wengi mno inavyosema taarifa hii, na ameonekana kuwa mkatili kuliko hata yule Mafwele. Hebu nikusomee msikilizaji taarifa za ripoti aliyoweza kutoa bwana huyu ambaye alishuhudia ama alikuwa katika eneo ambalo bwana Banjo alisababishiwa mauaji. Sema hivi: siku ya tukio mimi nilikuwa ninapita. Watu waliohusika na utekaji ni kiongozi mmoja wa jeshi la polisi hapa Arusha, wanamuita Mahita, na alishirikiana na vijana baadhi, akiwepo kijana mmoja niliyemtambua kwa haraka anaitwa Johnson. Nimekutumia picha yake hapa cha kuonyesha msikilizaji. Huyo Johnson amekuwa akitumika sana hapa Arusha kwenye mambo ya utekaji na mauaji. Ana maisha mazuri kutokana na kuua na kuteka watu, na ndio kazi yake hapa, hadi baadhi ya polisi wanamuogopa. Amekuwa akitumika kwa kazi hiyo mara nyingi. Hizi taarifa ndizo za ukweli. Huyu afande Mahita na vijana wengine akiwepo Johnson ndio wamemteka Banjo, na kama wanabisha vyombo huru vya uchunguzi viende pale banki ya NBC na banki kuu na hapa jengo la Ngorongoro, waombe picha na video za CCTV kamera. Kama nitakuwa naongopa, mimi niko tayari nitaje jina langu na nitajisalimisha mwenyewe polisi kwa kutoa taarifa za uongo. Ikiwa hii benki ya NBC na banki kuu iliyopo Ngorongoro watatoa kanda za CCTV na kukose kuonekana hawa jamaa, huyu bwana ameweza kusema kwamba basi ataweza kujitoa rasmi kwa polisi waweze kumkamata na sheria ichukue mkondo wake. Naomba wapostie Watanzania waufahamu kweli kwamba jeshi la polisi kwa kushirikiana na vijana wa UVCCM ndio wanaoteka watu na kuwaua. Anipata msikilizaji? Bwana huyu ni bwana aliyeweza kushuhudia. Acha nirudie kipande hichi msikilizaji, ndiyo tuchambue zaidi. Hizi taarifa ndo za kweli. Huyu afande Mahita na vijana wengine akiwepo Johnson ndio wamemteka Banjo, na kama wanabisha vyombo huru vya uchaguzi viende pale bank ya NBC na banki kuu na hapa jengo la Ngorongoro,
waombe picha na video za CCTV kamera. Kama nitakuwa naongopa, mimi niko tayari nitaje jina langu na nitajisalimisha mwenyewe polisi kwa kutoa taarifa za uongo. Umenipata msikilizaji? Bwana huyu ameweza kutuma picha za bwana hawa ambao amesema wanatumika kusababisha mauaji nchini Tanzania. Na amesema iwapo banki ya NBC iliyopo karibu na lile eneo la tukio wataombwa kamera za CCTV na watakaofanya uchunguzi ikiwa ni wa kikweli, kukose kuonekana bwana huyu Mahita na huyu Johnson aliweza kuwataja, ataweza kujisalimisha kwa kituo cha polisi kwa kutoa taarifa za uongo. Msikilizaji, bila shaka mpaka sasa huyu ni mwananchi wa kawaida, bila shaka hana haja kabisa ya kwanza kumtania tu ama kumtaja OCCID wa Arusha bure tu kwa swala kama hili. Ina maana alishuhudia wazi, aliona kwamba bwana huyu ndo yuko hapa na bwana yule ametekwa pale, na kisha baadaye ametupwa pale. Utasikia msikilizaji, hebu niendelee kukukaribisha katika kituo chetu hichi. Endeleeni kutia subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ili kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapoweza kutokea. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakutaarifu na ninakupatia taarifa punde zinapotokea.